Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 26 hadi wa 27. Anasema, maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Damu ya Yesu Kristo. Wakristo wengi ulimwenguni wanamwabudu Mungu wa kila mwili na damu ya Yesu Kristo isivyo stahili. Alafu wakati huo wengi, asilimia hiyo, hawajui kama wanakula mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo isivyo stahili. Hawajui. Katika kuabudu kwao wanadhani tu hivyo wanavyofanya ndio ibada kamili, ibada takatifu. Hawajui kama wanakula mkate wa Bwana na kikombe cha Bwana isivyo stahili, kwa sababu ndivyo wanavyofundishwa na viongozi wao wa makanisa wa madhehebu. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wanahitaji neema ya kufundishwa kwamba hivi wanavyokula wanakula isivyo stahili, hivi wanavyokunywa wanakunywa isivyo stahili. Wanatakiwa kunywa hivi damu ya Yesu Kristo na kula hivi mwili wa Yesu Kristo, na sio kama wanavyofanya. Watu wengi hawajui. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wengi wa Kristo wanamwabudu Mungu bure, kwa hasara. Mtume Paulo anasema hivi, siku ile Bwana akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, kuleni huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, kwa ajili ya dhambi zenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Wanafunzi wakapokea, wakala. Akachukua kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni hiki. Kikombe hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya, inayomwagika na kutolewa kwa ajili ya msamaha wa dhambi wa milele, kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini angalia, Yesu Kristo alitoa mkate, akatoa na kikombe cha divai, akawapa wanafunzi wake. Lakini ajabu sahivi, makanisa mengi ulimwenguni wanakula mwili na damu ya Yesu Kristo isivyo stahili. Mtume Paulo anasema mtu yoyote akila mwili na damu ya Yesu Kristo inavyostahili, huyo anaitangaza mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mtu yoyote akila na kunywa isivyo stahili, huyu ana hatia ya mauti ya milele. Ana hatia, manake ameiasi mwili na damu ya Yesu Kristo, kama akila isivyo stahili damu ya Yesu Kristo. Na hili ndiyo tatizo lililoko ulimwenguni sasa hivi. Wakristo wengi wanakula mwili wa Yesu Kristo isivyo stahili, wanakunywa damu ya Yesu Kristo isivyo stahili. Hii ndiyo hatari kubwa iliyoko ulimwenguni. Mpinga Kristo kawapofusha macho. Wanaenda makanisani, wanajuhudi, wanampenda Yesu Kristo, lakini tatizo wanakula na kunywa mwili na damu ya Yesu Kristo isivyo stahili. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema mtu na ajichunguze mwenyewe kwanza, kwamba je, anavyokula mwili wa Yesu Kristo, anapokunywa damu ya Yesu Kristo, anakunywa inavyostahili? Akishajichunguza ale, maana kula na kunywa mwili na damu ya Yesu Kristo ni kuinywea hukumu yako ya nafsi yako, ya roho yako mwenyewe. Ukila isivyo stahili utahukumiwa mauti ya milele. Ukila na kunywa inavyostahili, umeitangaza mauti ya Yesu Kristo, una uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Sasa mtu anaweza akauliza akasema hivi, ni namna gani
nitajua kwamba wakati huu ninakula mwili wa Yesu Kristo inavyostahili na ninakunywa damu ya Yesu Kristo inavyostahili? Atajuaje? Yuko anaabudu, anampenda Yesu Kristo, lakini atajuaje kama hapa ninakula au ninalishwa mwili wa Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inavyostahili, au hapa nakula na kunywa isivyostahili? Nitakuambia. Siku ile Yesu amekaa na wanafunzi wake katika meza yake, katika meza ya Bwana siku ya Pasaka, akifanya Pasaka na wanafunzi wake. Kulikuwa na chakula cha Bwana mezani. Akachukua mkate akaushukuru kama alivyosema Mtume Paulo, akaumega akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Akawapa wanafunzi. Akachukua kikombe cha divai akasema, hii ndiyo damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu. Akawapa. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Hiki ndicho chakula kilichokuwa mezani pa Bwana. Hapakuwa na chakula kingine. Chakula kilichopo mezani pa Bwana alichokiweka mezani kwa ajili ya wanafunzi wake wote ulimwenguni kote ni mwili na damu yake yeye mwenyewe, damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuweka chakula kingine, hakuweka kinywaji kingine, isipokuwa mezani pa Bwana kulikuwa na mwili wake na damu yake. Na hiki ndicho chakula alichokitoa kanisa lake wale na kunywa. Kama mtu akila mwili na damu ya Yesu Kristo, kama mtu akila mwili wa Yesu Kristo, kama mtu akinywa damu ya Yesu Kristo, huyu anaitangaza mauti ya Yesu Kristo Bwana wetu. Tena amekula inavyostahili, kama hajachanganya na kitu kingine chochote. Kama Wakristo leo tukiamini katika Yesu Kristo, tukiamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, hapo tumekula mwili na damu ya Yesu Kristo inavyostahili, kwa sababu tumaini letu, tegemeo letu litakuwa ni katika mwili na damu ya Yesu Kristo, na huko ndiko kuitangaza mauti ya Yesu Kristo. Wachungaji au wainjilisti au manabii mitume, kama kweli wametumwa na Yesu Kristo, wanatakiwa kuhubiri tu mwili na damu ya Yesu Kristo kama Yesu Kristo mwenyewe alivyofanya na kuamuru. Wanatakiwa kuwalisha watu mwili na damu ya Yesu Kristo kama yeye mwenyewe alivyoonyesha mfano na kuamuru, kuleni hii mwili wangu, kunyweni hii damu yangu, damu ya Yesu Kristo. Na ndiyo maana hata salamu zetu sisi tunataka kuwatangazia watu kwamba imani yetu iko katika damu ya Yesu Kristo. Ndiyo maana tunasema damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Kwa hiyo wachungaji ulimwenguni wanatakiwa kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Wamepewa chakula cha kulisha ulimwengu. Makanisa ya Yesu Kristo walishwe nini? Walishwe mwili na damu ya Yesu Kristo. Wasikie masikioni mwao mwili na damu ya Yesu Kristo. Ndani ya mioyo yao wajae mwili na damu ya Yesu Kristo. Kanisa la Yesu Kristo linatakiwa kuwa na chakula kimoja pekee kinachotoka mbinguni, mwili na damu ya Yesu Kristo. Hiki ndicho chakula pekee cha uzima wa roho zetu na kinywaji pekee kwa ajili ya uzima wa roho zetu, damu ya Yesu Kristo. Shida wakati huu, lakini wakati Yesu Kristo amekwisha kufanya hivi, amekwisha kuwapa chakula cha roho kinachotakiwa kuhubiriwa kwa watu, amekwisha kuwapa kinywaji cha roho kinachotakiwa kuhubiriwa katika makanisa. Walipokuwa wanakula, akawatazama akasema, mmoja wenu amenisaliti. Wanafunzi wakashtuka, nani amekusaliti Bwana? Mbona wote tuko hapa? Lakini Yesu anasema mmoja wenu amenisaliti. Kwa nini? Huyo ni nani? Yuda Iskariot. Kwa nini Yuda Iskariot anaonekana ni muasi? Kwa nini Yuda Iskariot anaonekana ni msaliti, adui, mpinga Kristo? Kwa nini? Na yeye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo.
Mitume, wanafunzi wa Yesu Kristo, wakimwangalia Yuda wanaona ni mwanafunzi mwenzao, ni Mkristo mwenzao, ni mtumishi mwenzao, hawaoni tofauti. Lakini Yesu akimtazama anasema, mmoja wenu amekwisha kunisaliti. Kwa nje huwezi kumtambua, anasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Wachungaji wengi wanasalimia kwa jina la Yesu Kristo, ukiwaangalia midomoni mwao wamejaa neno la Yesu Kristo, wamejaa jina la Yesu Kristo, lakini wamekwisha kumsaliti Yesu Kristo. Kwa nini? Wanakula na kunywa mwili na damu ya Yesu Kristo isivyostahili, wanawalisha watu mwili na damu ya Yesu Kristo isivyostahili, kama Yuda Iskarioti alivyofanya. Damu ya Yesu Kristo. Yuda Iskarioti alikuwa na nini? Alikuwa na chakula kingine cha dunia hii ambacho amekibeba, amehudhuria nacho mezani pa Bwana, chakula ambacho yeye amekipenda, na chakula hicho amekichukua kwa wapinga Kristo. Kwa kuwa ametamani kuwa tajiri duniani, ametamani kuwa na fedha na mali nyingi duniani, akachukua chakula kingine ambacho ni chakula cha dunia hii kinachotokana na Ibilisi mpinga Kristo, akahudhuria nacho mezani pa Bwana, kuchanganya pamoja. Yesu alipoona hivi akasema, mmoja wenu amenisaliti. Wanafunzi hawakujua Yuda alichokifanya, lakini Yesu Kristo ni Mungu, anajua alichokifanya. Yuda ingawa ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, ni mhubiri, ni mtume, lakini hataki kula na kunywa mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake. Anasema hapana, hata hiki chakula cha dunia kinafaa, ni lazima tuongezee na chakula kingine. Hatutakiwi kula tu huu mwili na damu ya Yesu Kristo, hatutakiwi kunywa tu damu ya Yesu Kristo, tunatakiwa kuongeza na chakula kingine na kinywaji kingine. Akaongezea fedha kwenye chakula cha Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa nini? Anaona kinafaa. Hataki kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake, hataki kuwahubiria watu mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake, anataka kuwahubiria watu vyakula vyote viwili visivyopatana. Ahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, alafu ahubiri na fedha na mali za dunia, kwa sababu ametamani utajiri, ametamani kuwa na pesa duniani. Damu ya Yesu Kristo. Yuda Iskarioti ni mfano wa watumishi walioko ulimwenguni leo, ambao watu hawa wamepewa mwili na damu ya Yesu Kristo wahubiri kwa watu ili wapate uzima wa milele. Wao wanasema mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake si vema, lazima tuhubiri na fedha na mali. Sasa makanisani mwao wanahubiri tu fedha na mali. Sasa watu kwa kuwa na wao wametamani fedha na mali, shetani kawaingizia tamaa mbaya, watu wanakwenda huko, wanamiminika wengi, wanataka tu kusikia fedha na mali, magari na majumba. Damu ya Yesu Kristo. Sasa wamechanganya vyakula vyote. Ukiangalia kwenye makanisa yao, mwili na damu ya Yesu Kristo umewekwa pembeni, hausikiki. Hausikii sana watu kutaja kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Unasikia tu wanahubiri fedha na mali, majumba na magari, kuoa na kuolewa. Haya ndiyo mafundisho ambayo aliyaleta Yuda Iskarioti ndani ya kanisa la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Tuwe makini sana. Hii ndiyo maana Mtume Paulo anasema, kila mtu aulaye mwili wa Yesu Kristo na kukinywea kikombe cha damu ya Yesu Kristo inavyostahili, anaitangaza mauti ya Yesu Kristo. Lakini mtu anayekula na kunywa isivyostahili, huyu haitangazi mauti ya Yesu Kristo, bali anaitangaza mauti yake mwenyewe. Yuda Iskarioti hakukubali kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake. Alileta na chakula cha ulimwengu cha mpinga Kristo, ili kuchafua chakula cha Bwana, ili kuchafua mwili wa Bwana, ili kuchafua damu ya Yesu Kristo. Watu waitazame fedha. Anawapofusha watu wasitazame tena mwili na damu ya Yesu Kristo, watazame fedha na mali. Na ndicho kilichopo sasa hivi ulimwenguni. Watu sasa hivi hawaoni muhimu kufikiria kwa habari ya mwili wa Yesu Kristo. Hawaoni muhimu kufikiria kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Wanaona
muhimu tena wanakupenda kuliko, na wengi wanakusanyika kwako ukihubiri fedha na mali. Hili neno alilifanya Yuda Iskarioti. Yesu akasema, mmoja wenu amenisaliti. Wanapofanya leo makanisani mwao kuhubiri fedha na mali, kila ibada fedha na mali, majumba na magari, kuoa na kuolewa, wanavyofanya leo, Yesu Kristo mbinguni anasikitika, anahuzunika, anasema wamenisaliti. Kwa sababu jiulize kitu hiki, unapohubiri fedha na mali za dunia, unatangaza mauti ya nani? Jiulize tu. Hauna haja ya kuweza kutumia akili kubwa. Unapohubiri fedha na mali na unasema wewe ni mhubiri wa Yesu Kristo, wewe umetumwa na Yesu Kristo, ni mtumishi wa Yesu Kristo, unahubiri fedha na magari, fedha na majumba. Hii fedha unayohubiri unatangaza mauti ya nani? Kwa sababu tumeambiwa anayehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, Mtume Paulo anasema anayewalisha watu, kanisa la Yesu Kristo, mwili na damu ya Yesu Kristo, anaitangaza mauti ya Yesu Kristo, na huyo ndiye ana msamaha wa dhambi wa milele, na huyo ndio mtumishi wa kweli wa Yesu Kristo, mwenye haki mtakatifu, damu ya Yesu Kristo. Wewe unapohubiri fedha na mali za dunia, unatangaza mauti ya nani? Ujifunze kwa Yuda Iskarioti. Tunataka watu wajue hii, wachungaji wabadilike, wamtii Yesu Kristo. Tunataka watumishi wanaohisi wao wanampenda Yesu Kristo wabadilike, wamtii Yesu Kristo, wamheshimu Yesu Kristo, waitumaini damu ya Yesu Kristo. Yuda Iskarioti alipohudhuria mezani pa Bwana na fedha ya dunia hii ni kumaanisha anahubiri fedha badala ya mwili na damu ya Yesu Kristo, akaitangaza mauti yake mwenyewe. Fedha haikumwokoa. Fedha aliyoipata kwa kumwasi Yesu Kristo haikumwokoa, ilimpa mauti. Ni chakula ndiyo, hakimwokoa, alibaki na njaa yake ya kiroho. Fedha Yuda aliyoipata kutoka kwa wapinga Kristo akaileta ndani ya kanisa kuihubiri, haikumwokoa. Hii inamaanisha watu wote wanaohubiri fedha na mali na kuwalisha watu fedha na mali, fedha yao haitawaokoa siku za mwisho. Damu ya Yesu Kristo haitawaokoa. Mtume Paulo anasema mstari wa 27 wa Korinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 anasema hivi: basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu wa Bwana. Mstari wa 28 anasema lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kuto kupambanua ule mwili. Unapokula mwili na damu ya Yesu Kristo inavyostahili, unayo hukumu ya uzima wa milele. Unapokula mwili na damu ya Yesu Kristo isivyostahili, unakula hukumu ya mauti ya milele. Yuda Iskarioti alipokula mwili na damu ya Yesu Kristo isivyostahili, akichanganya na fedha na mali pamoja, fedha haikumwokoa, alipata mauti, alikufa, aliuawa. Ibilisi alimuua mwenyewe kwa kujinyonga mwenyewe. Huyo ndio Ibilisi, kazi ya Ibilisi. Fedha ni tamu, fedha inapendwa duniani, fedha, magari yanapendwa, na watu wengi wamekusanyika huko, wasijue wanakula isivyostahili. Ndio maana nikitazama makanisa mengi ulimwenguni nasikitika, wanakula hukumu yao wenyewe, hukumu ya mauti ya milele, damu ya Yesu Kristo. Tuwe macho sana. Makanisa haya yanaonekana yamepambwa, yana nguvu, yana fedha, yana watu wamestawi, lakini wanahubiriwa fedha na mali ambayo Yuda haikumwokoa wala wao haitawaokoa. Wataaibika kama alivyosema nabii Ezekieli. Tusome Ezekieli 7 mstari wa 19. Ezekieli 7
mstari wa 19 unasema, watatupa fedha yao katika njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. Damu ya Yesu Kristo. Siku ya mwisho, siku ya hukumu, siku ya hatari ya ghadhabu ya Mungu, fedha wanayohubiriana, fedha wanazorishana na dhahabu na mali wanazohubiriana kama ndiyo injili ya Yesu Kristo haitawaokoa siku ya mwisho. Watakwenda kuzimu, watakwenda katika moto wa milele. Kwa sababu gani? Wanapita njia ya Yuda, wamekubali mafundisho ya Yuda. Yuda ukimtazama ana mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, lakini kwa upande mwingine ana chakula kingine, fedha na mali za dunia hii, akafa. Wao nao hivyo hivyo wamependa njia ya Yuda Iskarioti baba yao. Wanasema wanampenda Yesu Kristo, wanamwamini Yesu Kristo, lakini wanahubiri fedha na mali, hawahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Fedha yao na mali zao hazitawaokoa siku za mwisho. Ndiyo, ni chakula. Fedha na mali wanazohubiri ni chakula, lakini hakitawashibisha roho zao. Amesema, tusome mara moja zaidi. Anasema hivi, anasema hivi, fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao. Kwamba hizo fedha Nabii Ezekiel anataja kama ni chakula, wanakula, lakini hazitawashibisha roho zao, wasisikie njaa, watabaki katika dhambi zao na fedha hiyo itawaangamiza. Ni chakula fedha. Ndio maana Yuda alikileta, ni chakula, lakini hakitawashibisha roho zao, watabaki ni wenye njaa na watakufa. Damu ya Yesu Kristo. Wametamani fedha. Kwa sababu hii Mtume Petro analia siku zote, anasema baada ya kuona watu wengi sasa wanamfuata Yuda, ingawa wanaona mwisho wa Yuda ni mauti. Yuda Iskarioti mwisho wake ni mauti, kwa sababu amechanganya chakula cha mbinguni tulichopewa na Mungu, amechanganya na chakula cha Ibilisi mpinga Kristo, akakiweka pamoja, anataka kukihubiri ndani ya kanisa la Yesu Kristo, akafa. Mtume Petro anapaza sauti, anasema, ndugu, fahamuni, mlikombolewa, lakini si kwa fedha au dhahabu, vitu vya dunia hivi vinavyoharibika. Mlikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Tusome mara moja zaidi waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Nini maana yake hii? Nini maana yake hili neno la Petro? Anasema ni mtume wa Yesu Kristo, ana mafundisho ya Yesu Kristo, ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Anasema hamkukombolewa kwa fedha na mali, hata mhubiri fedha na mali. Mlikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Inachotakiwa kuhubiriwa ni mwili na damu ya Yesu Kristo, ndio kuitangaza mauti ya Yesu Kristo. Watu wanahubiri fedha na mali, ni hatari, wanakwenda kuzimu kama Yuda Iskarioti alipokufa. Damu ya Yesu Kristo. Mtu anijue mimi, mtu akitaka kujua kuhusu mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, tena ni mwanafunzi wa Yesu Kristo kweli kweli. Sina neno lingine, nina neno la mwalimu wangu Yesu Kristo, nina neno la Mungu Bwana wangu Yesu Kristo aliyenifia. Alinifia akamwaga damu, na hubiri hiyo damu, na hubiri mwili wa Yesu Kristo. Naamini na kutegemea na kutumaini milele mpaka kufa, mwili na damu ya Yesu Kristo. Mtu akitaka kujiunga na sisi ajue sisi hatuhubiri fedha, tunahubiri mwili na damu kwa ajili ya uzima wa milele.
Sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu akitaka kujifunza kuhusu siri ya Injili aje kwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Nitamfundisha kila kitu, sio fedha. Tunahitaji fedha kwa ajili ya chakula, hatuhitaji fedha kwa ajili ya uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Petro anasema usihubiri fedha na mali, fedha na dhahabu itakuangamiza siku ya mwisho. Hubiri damu ya Yesu Kristo, hubiri mwili wa Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo, tutamhubiri Yesu Kristo. Injili iko sawa. Shida tamaa, watu wametamani fedha. Watumishi wanatakiwa kubadilika. Watumishi wanatakiwa kuwa na hofu ya Mungu, wampende Yesu Kristo. Unawezaje kusema unampenda Yesu Kristo alafu unahubiri fedha na mali? Wewe ni mwongo. Unawezaje kusema unampenda Yesu Kristo huhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo? Wewe ni mwongo. Damu ya Yesu Kristo. Hubiri damu ya Yesu Kristo. Mungu akupende. Yesu Kristo ajivunie chombo chake alichokiumba, alichokikomboa kwa damu yake, kinafanya kazi ulimwenguni kulisha kanisa lake, kama Petro alivyoambiwa, lisha kondoo wangu. Tunalisha kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Amani iwe kwenu.